Sisi tuko na mzee yule alinifunza kutibu watu na miti. Anaitwa Meja Shebe. Lakini ni vizuri pia ajiseme. Mimi naitwa Meja Andrew Njuguna Chebe. Nilitaya kama miaka 40 sasa inaenda kuisha. Na mimi situmii maneno ya magonjwa siyapati, magonjwa siyaoni. Kwa sababu mimi natumia kila siku natumia miti ya hapo. Tangu zamani. Tangu wakati ule. Na nilikuja nilipopata shamba upande huu niligundua katika shamba kuna miti ya madawa yote ya mwili ya kila aina. Kama ni ya wanaume, kama ni ya kina mama, kama ni ya wazee, kama ni ya watoto, miti inajaa kwa shamba. Miaka siko na nyingi sana, niko na miaka kama 96 na naenda mwisho wa mwaka huu itakuwa 97. 97 years. 97 years. Na mara ya mwisho kukunywa dawa ya hospitali ilikuwa lini? Ilikuwa wakati nilikuwa kazini. Ni kwa sababu wakati huo singeweza kuwa natafuta miti ya habo. Kwa hivyo wakati huo ndio mwisho ya mimi kunywa dawa za hospitali. Mimi nasema dawa za hospitali zina chemical. Na chemical sio ya kuponyesha mtu. Kwa hivyo tuseme hiyo miaka yote isipokuwa tu kutibiwa meno, hakuna dawa nyingine umetumia? Hakuna dawa nyingine mimi natumia siku hizi ya meno. Siku moja nilienda kuangaliwa masikio na watu wa Lions. Na wakasema ati iko na ile kitu ya kuzuia mimi kuona. Lakini baada ya kuendelea kunywa miti sasa mimi nasoma gazeti bila hata saa nyingine miwani. Na ni dawa ya miti ulitumia? Ni dawa ya miti tu natumia. Na je, ulikuwa unafanya kazi gani wakati ulikuwa kazini? Wakati nilikuwa kazini nilifanya kazi mingi. Kuna wakati niliitwa storekeeper. Kuna wakati niliitwa technical quartermaster na general quartermaster. Na kutumiwa sehemu mbalimbali Ulaya, pande ya Pakistani na Amerika. Kwa hivyo kusema ulikuwa pande ya wanajeshi? Nilikuwa mwanajeshi. Mbele mwanzoni nilikuwa mwalimu wakati wa ukoloni. Na tuseme kulingana sasa na miaka yako, ni kazi gani saa hii unashindwa kufanya? Kwa kusema kweli hakuna kazi nashindwa kufanya. Maana siku hizi hata nafanya kazi ya fencing kwangu. Kuangalia ng'ombe, kuangalia mbuzi, kuangalia watu yangu ya kazi na kadhalika. Unaona vile miti iko ya muhimu. So kwa hivyo, na kuna wakati umeniambia unatoka hapa na kutoka hapa mpaka Olkalau ni kama kilomita ngapi? Kutoka hapa kwangu sasa kufika Olkalau ni kama kilomita 10. Kuna wakati tulikuwa na wewe ukaniambia ulikuwa umekuja miguu. Na saa hiyo nilikuwa nimeona umevaa buti ya askari. Correct. Mimi ninapenda hata wakati huu upenda kwenda na mguu. Kuna siri nyingine ya kuishi na ukiwa na imani, ukiwa na afya. Hiyo siri nyingine ni gani? Sababu kuna wakati uliniambia hiyo nyingine ni ya kutumikia Mungu na community. Kwa kusema kweli, lazima uwe unapenda watu wengine kama vile unajipenda. Hiyo ni kweli. Na lazima ikiwa mne mahali pote panajengwa kitu kinaitwa kanisa. Usijali ni kanisa gani. Weka jiwe yako hapo. Maana jiwe lako ukiweka kwa kanisa, hata watoto yako na watoto ya watoto yako na watoto ya watoto yako watakuwa akipata baraka kutoka hiyo mawe. Kwa hiyo mawe. Kwa hivyo hiyo siri nyingine isipokuwa tu kukula vizuri, kukunywa miti, kutumikia watu, kutumikia Mungu number 1. So kulingana na vile sasa wewe uko na ile miaka uko nayo, hiyo ni 97. Kuna mzee, wale wazee wa kijiji wa rika yako wako wapi? Wengi wamekufa. Na kwa sasa nafikiri ni 2 tu wamebaki area hii. Na wale nilikuwa nafanya kazi nao, watoto yao
wamekufa. Hao wazee wamekufa. Na watoto yao walipoambiwa na my daughter I'm still alive, ndio wakaniita na kuniingiza katika chama cha Kenya Army Ordnance Corps. Sasa wao wazee wamebaki hapa walika yako. Eh. Wanatembea ama hawafiki hapa. Wengine wanakuwa na shida ya miguu na nini na kadhalika. Na nikiwaambia kutumia hii habo, wanasema ni biashara ninayo. Basi naambia kama mnasema ni biashara na mtaka kufanya, kaeni. Uko na magonjwa gani ya mwili isipokuwa kuwa hauna meno? Mimi sina magonjwa yoyote. Hauna sukari? Hata juzi nilikuwa nimeenda kwa father, kwa hospitali ya masista huko. Nikupimwa sukari, na mimi huenda mara kwa mara. Sikai sana bila kupimwa sukari. Maana unajua sukari inaingia watu hivi kwa ajili ya vile watu wanakula. Naenda napimwa, naandikwa hakuna sukari, hakuna pressure, hauna arthritis, hakuna shida yoyote, hakuna shida yoyote hata ya kula. Unakukula kabisa. Lakini napenda sana kula viazi, ndoma, ngwache na vitu ya namna hii. Na madhoga na hii mamboga hata ile ya watu hawakuli ndio nakula. Inakuliwa na sungura. Na tunawaambia ile ya sungura na pia michege managu, terere. Hizo ndio napenda sana. Alafu kiongezana na spinach na sukuma wiki. Pia na cabbages. Na sasa hii miaka yako, na naona niko na gari pale na sio moja. Unajibeba ama unabeba? Kitu cha ajabu ni hiyo. Sibebwi na mtu mimi. Hata usiku unaweza endesha gari? Naendesha, macho yangu inaona vizuri. Na hata kanisani kusoma, watu wanauliza naonaje. Wakikumbuka miaka yangu wananiuliza, how unawezaje kusoma? Nawaambia Mungu alinipa macho. Wanashangaa. Mimi naambiwa kwenda kusoma na naenda nasoma. Na saa hii unajua wazee walika yako wengi hawezi hata soma, hata kama wamebadilisha miwani imefika mwisho. Hata wengi hata hawaendi kanisani. Wanakuwa na shida ya kwenda kanisani. Kutembea yenyewe wako na shida. Na hii ugonjwa, kuna hii ugonjwa ya wazee, hii tunaita ya prostate enlargement. Na hii unajua sasa kwa vile nimekuja kugundua, unapata kuna mtu ako na miaka 40 na anasumbuliwa na hii mambo ya prostate enlargement, hii ya kukojoa mara mingi ama mkojo kufunga. Hiyo hata hiyo hauna? Mimi sina. Unakojoa kama kijana? Kama kijana tu. Kama kijana tu. Sasa unajua sasa ni mimi nimesema vile ulinisaidia nikiwa kijana. Mkiwa na mzee alikuwa anaitwa Muliagoro. That's right. Muliagoro, unajua na ile kaujuzi nilikuwa nayo. Mkakuja mkanifunza mambo ya miti, nikajua, nikakuwa inspired sana. Sasa nikasema mzee, sababu yeye ndiye alinifunza mambo ya miti, ni lazima nikuje kwake. Watu waache kuniuliza, wewe ulijuaje, umekuwa daktari wa miti namna gani na uko kijana mdogo? Hiyo sasa hii watu ni lazima wakuwe serious, sababu watu wanafikiria mtu akikunywa dawa ama akikunywa miti watu wanasema inaharibu maini ama vigo. Sasa nawauliza, kama umetumia hiyo miaka yote hauna shida ya vigo, hauna shida ya maini, hauna shida yoyote, je, unaweza waambia mambo ya miti na vile mambo ya vigo ama nini? Vile ilivyo na vile mimi najua. Nimejaribu kueleza watu. Watu wanasema ati nawapa dawa maana nataka pesa. Lakini mimi kwa kanisani mimi huambia dawa na nawaambia hiyo miti ni gani, hiyo miti ni gani. Ukiona ati utanipa pesa nitajirike na hutaki nitajirike, kwenda hiyo miti na kuambia kwenda tengeneza. Kulingana sasa na vile Mungu amekupea miaka mingi, uhai mingi, unaweza ambia Mungu aje? Mimi naweza kumwambia mtu, habo ni kitu very important kuliko dawa ile mnaenda kununua dukani. Na sababu siku hizi watu wanakosa hii nguvu yetu ya wanaume.
na wanasema mtu akifikisha 60 years amerudisha majembe kwa nini, kwa chini ya kitanda. Hiyo ni ukweli ama mtu akiwa mpaka miaka yako ako sawa? Si ukweli, kwa sababu ukiwa na kunywa hapo bado utakuwa na nguvu. Kama sasa watu wale mimi huambiwa wakunywe hapo na wako around huwa wanakimbia sasa, baada ya kunywa mara 2-3 wanakuja kila wakati, henge nipe ingine, niongeze ingine, nipe ingine. Sababu amekunywa na akaona manufaa, akaona faida yake na vile namsaidia. Mpendwa msikilizaji, umesikia mambo hiyo. Alafu kuna wakati ulikuja kwangu ukaniambia uko na shida ya macho, na nakumbuka nikikupatia hii dawa ya macho. Unaweza ambia watu vile ilikusaidia? Sababu wakati ule nilikuja kwako nikakwambia mambo ya macho. Nilikuwa sioni sana. Lakini wakati ule nilikuja ukanipa dawa hiyo ya kutengeneza ubongo na kutengeneza macho. Ilinisaidia sana kwa njia zote. Sasa mimi hapa nahitaji miwani. Unaona vizuri? Naona vizuri. Na hakuna wakati utaniona nikitembea nikivaa miwani. Hakuna. Na nikichukua gazeti sehemu ile iko na maandishi kidogo, hiyo ndio ingine naweka miwani. Otherwise ingine yote mimi nasoma. Nasoma vizuri bila shida. Mpaka simu nitatumia vizuri. Bila shaka. Nasoma hata simu sina shida. Na unaona watu wakisikia nikisoma, unaona mtu anakuja kuangalia ati aone kama ile nasoma iko na size gani. Kama ni ndogo ama ni kubwa. Unapata ni mtoto yako na hawezi. Watoto yangu kama sasa yule mtoto yangu mkubwa hawezi kusoma hizi ndogo hizi, naona ziko kwa kitu kama hizi. Hizi ndogo hawezi kusoma. Nimeona first born wako unaweza fikiria ni bibi yako. Watu wengine wakija hapa kanikosa husema my daughter ni my mother. You have a mother? Niliambiwa na wengine hivyo, nilicheka nikacheka sana. First born ya second wife. Ananiambia wamekuja nyumbani na hatukukukuta wewe, tulikuta mama yako. Na wewe sasa. Alafu mimi nikaambia huyu hapana mama yangu, that's my daughter. Wakasema wanasema, wanajaribu kusema ni uongo, mimi nawaambia. Sasa mpendwa msikilizaji, that is the wonders of herbs. Na nilifanya hii show ama hii video ndio ni inspire watu. Huyu anaitwa Meja Shebe, ndio mwalimu wangu, the first man who inspired me wakati nilikuwa kijana 20 years ago. Wakati tulikujuana na yeye 60 years ago. Sio 60. 25 years ago. Na ndio alikuwa anitengenezea miti. Sasa Mungu amenitendea mengi. Sasa mimi ndio daktari ya Meja Shebe. Sababu saa hii hawezi enda Baringo, hawezi enda Coast, hawezi enda mahali bali kutafuta miti. So tukisema miti ni dawa, tafadhali wale watu wako na masikio wasikie, na wale wako na macho waone Meja Shebe vile yako. Na tukitamatisha, unaweza sema nini kuhusu dawa, kuhusu afya na kuhusu karia za watu? Kwa kusema kweli, watu wengi ukiwaambia habari ya hapo wanasema ni pesa unataka. Na wengine wanaona shida kununua. Na huwezi kuwa na wapa watu kama umechukua nafasi, ingine hupati hapa, ingine unaenda kulete mbali, na ingine unazunguka ukitafuta na kutayarisha ndio kuifanya iweze kutumika. Na unaona mtu anataka umpe bure. Na umepoteza hata wakati yako, na umepoteza hata pesa zako za ingine kulete miti hiyo ile ichio hapa. Kwa mfano miti ambao inaitwa moringa. Moringa ukiingia kwa internet inaambiwa inaponesha magonjwa 300 katika mwili wako. Na kuonyesha ukiingia internet na kuonyesha magonjwa yale makubwa ya ile inaponyesha. Na wewe unachukua ati kuchukua kamkebe kamoja ati utapona.
Hata mgonjwa gani hakuna wakati unatumia dosi moja unapona. Lazima Lifestyle. uendelee kunywa, Ni- uendelee kunywa ndio ifanye Kwa nini. hivyo tunaweza nawaambiaga wakikuja, dawa ya miti haufai tu kukunywa wakati uko mgonjwa, unafaa kukunywa. Hapana, usipokuwa unapaswa kuwa mgonjwa. kama sasa. Ukiingia kwangu nyumbani, kila siku utakuta dawa iko kwa meza, mkebe 3 ama 4 different types, na nakunywa kila siku. Naweka kwa chai, ingine naweka kwa chakula. Kwa hivyo dawa ya miti mtu akitaka, siri yake ni kukunywa wakati mwingi na kukunywa variety. Ya, nakunywa variety na nakunywa wakati mwingi, nakunywa mara kwa mara. Usiseme unakunywa mara moja na kuisha. Unajua wanakuja kwangu nawaambia uko na shida ya arthritis, nitakupatia dawa utapona maybe na miezi 6 kwenda mwaka moja. Wananiambiaga hiyo hawawezi. Basi kama hawezi, basi waende wakakunywa chemical hiyo wapate shida ile inapatiwa na chemical. Hiyo ni sawa. Asante sana.